Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu katika kipindi cha yaliyojiri ndani ya wiki katika luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani pote. Yaliyojiri makala, tupo moja kwa moja tukikujia kutoka nchini Ujerumani katika mkoa wa Stuttgart. Na hapa mwana wa Mungu nakuletea taarifa kuhusiana na makala ya historia ya kanisa, uamsho wa roho wa neema katika kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapa mwana wa Mungu ninakuletea makala na simulizi muhimu sana katika ukuaji wa kanisa nchini Tanzania. Karibu mwana wa Mungu uweze kupata kusikiliza kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Ni nani huyu ambaye tunakwenda kumzungumzia katika kipindi hiki cha leo? Na mimi Roho Mtakatifu amekuandalia mambo mema na ya ajabu na ya kushangaza katika kipindi hiki. Jina langu ni Mary Kopo, sawa kwamba kipindi hiki kujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 12 hadi 12:30 alfajiri. Karibu. Kama Yesu angenipa nafasi ya kumjibu, ningemwambia sitaki kuwa mhubiri na mchungaji wa habari za ufalme wake kwa watu wote duniani. Zaidi, ningemwomba nipe nguvu ya kupata utajiri ili niutumie kwa wahubiri na wachungaji wote kuwasaidia kueneza injili ya Kristo duniani. Maneno hayo yalisikika toka mdomoni mwa mjoli wa Bwana, askofu, mhubiri, mwalimu na mchungaji wa habari za ufalme wa Mungu, ambaye kwa mara ya kwanza alitokewa na Yesu Kristo aliyemgongea mlango wa chumba chake mwaka 1982, ambapo kabla ya mlango kufunguliwa alimuona Yesu Kristo akiingia ndani ya chumba chake. Baada ya kuingia ndani, taa zote zilizimika bila kuzimwona mtu yeyote. Hii ni kwa sababu ya utukufu wa mng'ao wa Yesu Kristo ulioangaza chumba kizima. Yesu alikaa chini na kuanza kuzungumza naye. Usiogope, mimi ni Yesu Kristo. Ninataka kukutuma kuhubiri neno langu. Utakuwa mchungaji wangu mimi Kristo, na mchungaji kundi kubwa la kondoo wangu niliyokupatia. Utawahudumia na kuwalisha maelfu ya kondoo na wana wa hao kondoo. Wewe utakuwa mwangalizi wa hao kondoo kwa niaba yangu. Pia nimekupa kondoo wengi zaidi ya hao. Utahubiri neno langu kwa makundi ya watu, kuanzia katika taifa lako, na miaka ijayo kwa makundi makubwa nje ya taifa lako. Neno hilo utakalohubiri litaambatana na ishara, maajabu, miujiza na matendo makuu. Yesu Kristo alimaliza kwa kumwambia awe mwaminifu hata mwisho ili aweze kuona yote aliyomwambia yakitimia. Kisha Yesu akaondoka bila kumpa nafasi ya kuuliza chochote. Hii ni nukuu ya safari ya maisha ya mtu wa Mungu, askofu, mwalimu, mchungaji na baba wa wengi wa watumishi wa imani, Zakari Kakobe, ambaye tunaweza kumuita mwana wa uamsho na mwanzilishi wa huduma ya Bishop Zakari Kakobe International Ministry, na mwanzilishi na mwangalizi wa Full Gospel Bible Fellowship Church, mwangalizi wa makanisa zaidi ya 400 yaliyopo chini ya FGBFC Tanzania Bara, baba wa watoto 4 na mume wa mke mmoja, Bi Helen Kakobe, ambaye safari yake ya kuzaliwa kiroho ilikuwa siku ya 6 mwezi wa 4 mwaka 1980 katika sherehe za kusherehekea sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya wana wa Mungu duniani, katika mkutano ulioitwa Miracle Healing Indo Crusade ulioongozwa na mwinjilisti, askofu na daktari Moses Kulola katika kanisa la TAG Ilala, Tanzania. Mkutano uliokuwa umeandaliwa chini ya kanisa la TAG ambalo ilikuwa chini ya mchungaji kiongozi Titus Mukama. Baada ya kupokea zawadi ya wokovu, askofu Zakari Kakobe aliamua kuwa mwana wa Mungu chini ya kanisa la TAG Temeke wa mchungaji Kalist Masalu. Miaka miwili mbele, mwaka 1982, ndipo alipokea wito wa huduma kama ambavyo nilivyokudokezea hapo mwanzo.
Wito huu wa utukufu aliupokea mara mbili kutoka kwa Bwana Yesu. Mara ya kwanza mwaka 1982 ambapo Yesu aliingia chumbani kwake. Baada ya kupokea wito huo kwa mara ya kwanza, alikwenda kuzungumza na mkewe Bi Helen ambaye alimwambia habari ya mambo yote, namna alivyotokewa na Yesu akiwa chumbani. Baada ya masimulizi hayo, Askofu Zachary Kakobe alimwambia mke wake, "Samahani, siwezi kuwa mhubiri au mchungaji. Sitaki wala sifurahishwi na aina hii ya huduma. Mimi nataka niwe mfanyabiashara mkubwa na nitumie fedha na rasilimali nyingine kueneza Injili ya Kristo. Sitaki zaidi ya hiyo." Na katika kipindi hiko, Askofu Zachary Kakobe alikuwa ameanza wazo la kurekodi mahubiri yote ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola ili kuyaweka katika mkanda wa sauti na kuyasambaza kwa watu wengi zaidi. Alifanya hayo yote kwa kutumia vifaa na fedha zake. Alikuwa mshirika mwenza wa Injili ya Kristo kwa Askofu Kulola. Ndani yake alisikia mzigo wa kutumia kila kitu chake kueneza Injili ya Kristo, isipokuwa tu yeye mwenyewe kuwa mhubiri wa kwenye mimbari. Hapa ndipo ambapo tulipata kauli tuliyoinukuu hapo mwanzo na kumwambia mke wake, "Kama Yesu angenipa nafasi ya kumjibu, ningemwambia, sitaki kuwa mhubiri na mchungaji wa habari za ufalme wake kwa watu wote duniani. Zaidi, ningemwomba nipe nguvu ya kupata utajiri ili niutumie kwa wahubiri na wachungaji wote kuwasaidia kueneza Injili ya Kristo duniani." Askofu Zachary Kakobe ambaye kwa asili ni Mtanzania, alizaliwa siku ya 6 mwezi wa 6 mwaka 1955 Kibondo, wilaya inayopatikana mkoani Kigoma. Alipata mtembeo wa pili wa Kristo baada ya ule wa kwanza. Ujio huu wa mara ya pili, Yesu hakukaa muda mrefu, bali alikuja kumpa msisitizo juu ya yote aliyokwisha kumwambia mara ya kwanza. Yesu alihitimisha kwa kumwambia, "Itanichukua muda mrefu sana kuniona nimekuja kwako tena kwa namna hii." Kisha akaondoka. Hii ilitokea miezi kadhaa katika mwaka 1982. Hata hivyo, alikubadili mawazo ya Askofu Kakobe. Kwa miaka 5 aliendelea kukataa na kutumia rasilimali zake zote kujitoa kwa ajili ya Injili ya ufalme wa Mungu. Mwaka 1987 ni mwaka wa mabadiliko, maana hunenwa neno la Kristo ni mabadiliko. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Erne Mbala, huduma ya wana, mwaka 0 hadi 14 katika taifa la Bwana, pete ya muhuri, Hagai 2:23. Na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki. Ni mambo ya ajabu na ya kushangaza kweli, namna ambavyo wito wa Mungu unaweza ukawa wa kipekee na wa tofauti. Kwani mtumishi huyu wa Mungu alidhani kwamba mimi ninaweza tu kufanya shughuli za ufadhili katika ufalme wa Mungu. Hakujua kwamba Mungu alikuwa na kusudi na yeye, kwamba kila kitu alichowekeza ndani yake ilikuwa ni kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya kondoo wa malisho yake. Na huyo ndio Askofu Kakobe. Hadi kwa wakati mwingine tena, ulikuwa nami Mary Kopwe kama mtangazaji wako. Tuandikie maoni yako katika kipindi hiki, kwa maana tungependa kusikia kutoka kwako. Kutoka nchini Ujerumani, Stuttgart, mimi ni Mary Kopwe, Sonship Spirit TV. Hadi wakati mwingine tena, jicho la Mungu duniani pote. Kwaheri.